Ndugu zangu wa Tanzania na watazamaji wote kwa ujumla, waheshimiwa mahali popote mlipo, naomba niwasalimie hamjambo. Natumai mzima, ubuheri wa afya, nami penye nipo kukwema. Karibu katika mwendelezo wa matukio haswa yale ambayo tunaendelea kushuhudia katika taifa la Tanzania. Hatimaye siri kubwa imeweza kufichuliwa kuhusiana na madai ya kukamatwa kwa aliyekuwa naibu rais katika taifa la Tanzania, Philip Mpango. Siri hii ni gani? Serikali hatimaye imeweza kuzungumzia swala hilo, maana kulikuwa na fununu ambazo zilikuwa zinaendeshwa katika mitandao ya kijamii kwamba aliyekuwa naibu ama makamu wa rais katika serikali iliyopita, Philip Mpango, ametiwa mbaroni ama kuwekwa chini ya ulinzi mkali nyumbani mwake. Ni kipi hiki ambacho serikali imezungumza kufikia sasa? Kabla nizizame kwa undani, naomba kukujulisha baadhi ya madai yale ambayo yalikuwa yanasambazwa katika mitandao ya kijamii. Vile unavyotazama hewani, kuna habari hii ambayo ilikuwa inatumwa katika mitandao ya kijamii, haswa katika mtandao huu wa Tanzania Leaks. Iliweza kuchapisha na kusema kwamba breaking, tumepokea taarifa kwamba aliyekuwa makamu wa rais Dr. Philip Mpango amewekwa chini ya ulinzi nyumbani kwake. Aliyekuwa waziri mkuu pia Mr. Majaliwa pia yuko chini ya uangalizi mkubwa, wakidhaniwa ndio watu walio nyuma ya maandamano ya Disemba 9. Haya ni madai ambayo yalikuwa yanaendeshwa katika mitandao ya kijamii kwamba Philip Mpango aliyekuwa naibu rais katika taifa la Tanzania aliweza kutiwa mbaroni ama kuwekwa chini ya ulinzi mkali nyumbani mwake na aliyekuwa waziri mkuu. Lakini serikali imeweza kuzungumzia madai haya. Serikali ni kipi ambacho imeweza kuzungumza? Kabla nizizame kwa undani, na shukuru wote ambao mnatazama hii kana mahali popote mlipo, mzidi kubarikiwa na Mwenyezi Mungu akae katika kiti cha enzi. Kwa heshima na taadhima, unapoendelea kutazama hii kana, tukabidhi like. Kuna alama ya kidole hapa chini mwakonda, bonyeza hiyo alama ya kidole kama moja kutukabidhi like. Nikiwa hauja subscribe na kupembeleza uweze kusubscribe, kuna kitufe pale chini ambacho kimeandikwa subscribe, bonyeza hicho kitufe ili kubadilishwa na kuandikiwa subscribe. Kado kuna kengele, bonyeza kengele ili kupata kada zote pindi tu tunapoziweka katika mtandao huu wa Omo Kenya TV. Maana tunapoweka kanda utakuwa unapokeza notification kufahamishwa kwa Omo Kenya TV ameweka kanda mpya ambayo inastahili kutazama. Sambaza hii kanda kwa moja ama mbili katika mtandao wa WhatsApp na hata Facebook ili tuendelee kujulisha wengi tena zaidi. Sasa siri hii ambayo imeweza kufichuliwa ni gani kupitia serikali? Serikali ya Tanzania kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Idara ya Habari imeweza kueleza wazi kuhusiana na habari hizi ambazo zimekuwa zikiendeshwa katika mitandao ya kijamii na kutoa habari kwa umma kwamba buuzeni uongo wa madai kwamba Philip Mpango aliyekuwa makamu wa rais ako chini ya ulinzi mkali nyumbani mwake. Sasa serikali imeweza kukana madai haya, huku wakisema hivi: makamu wa rais mstaafu Mheshimiwa Philip Mpango hashikiliwi wala kuzuiliwa mahali popote. Ana uhuru wa kuenda popote na yupo salama akiendelea na shughuli zake. Kwa hivyo hii ni siri kubwa ambayo imeweza kufichuliwa na serikali kwamba madai ambayo yamekuwa yakiendeshwa katika mitandao ya kijamii hapa na pale kwamba aliyekuwa naibu rais katika taifa la Tanzania Philip Mpango ako chini ya ulinzi mkali baada ya kuhusishwa na maandamano ya tarehe 9, hayo ni madai ambayo hayana msingi wowote kulingana na habari ambazo zimetolewa na serikali. Kwa hivyo kufikia sasa ninaweza kudhibitisha kwamba serikali imesema ya kwamba Philip Mpango yu salama asalimini. Ikumbuke kwamba tarehe 9 mwezi huu ni hapo kesho, siku ya Jumanne, kuna madai kwamba kutakuwa na maandamano makubwa katika taifa la Tanzania wakati siku hiyo inaenda kuadhimishwa kusherehekea uhuru tangu taifa la Tanzania liweze kujinyakulia uhuru wake.
Na kufikia sasa tumeshuhudia maandamano yakifanyika kule Marekani, haswa ofisi za ubalozi ya Tanzania kule Washington DC. Tuliweza kushuhudia maandamano yakiendelea pale, wakipinga mauaji, wakipinga mambo ya utekaji nyara, wakipinga kuzuiliwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu na kuomba waweze kuachiliwa huru. Ni jambo ambalo tumeshuhudia hata Umoja wa Mataifa ukisema ya kwamba wale ambao wamekuwa wakishikiliwa kuhusiana na siasa waweze kuachiliwa huru na waende nyumbani. Tumeshuhudia taifa la Marekani likiapa kwamba lazima wataenda kutathmini upya uhusiano kati ya Marekani na taifa lile la Tanzania baada ya mengi kuonekana pale. Ikumbukwe kwamba kulikuwa na maandamano ambayo yaliweza kutanda katika taifa la Tanzania tarehe 29 Oktoba mwaka huu, mosi Novemba na tarehe 2, jambo ambalo liliweza kusababisha wengi kupoteza maisha yao kwa sababu kulikuwa na maandamano ya kupinga uchaguzi uliofanyika katika taifa la Tanzania, na tukashuhudia Samia Suluhu Hassan akijinyakulia ushindi wa kupata 98% kwa kura zile ambazo ziliweza kupigwa katika taifa la Tanzania, na aliweza kutangazwa kuwa mshindi. Baadaye akaapishwa na kuingia afisini kama rais chini ama katika uwanja wa kijeshi nchini Tanzania. Jambo hili limeweza kusababisha mengi, ndio maana kuna wale ambao watasema ya kwamba wanaenda kuandamana ili kuhakikisha ya kwamba uchaguzi mpya umeweza kurudiwa katika taifa la Tanzania. Tume huru ya uchaguzi iweze kuteuliwa, ile ambayo ipo ofisini iweze kung'olewa. Ni mengi, mambo ya katiba mpya iweze kupitishwa katika taifa la Tanzania. Tumeshuhudia mengi ambayo yanaendelea, lakini tupo papa hapa kuhakikisha kwamba tunawaletea habari hizi zote, kuziweka kwa kina ili kujua ni kipi ambacho kinaendelea. Lakini kile cha muhimu zaidi tunaomba ni amani katika taifa la Tanzania, kwa sababu taifa lazima liweze kuendelea mbele, lisonge mbele ili kuhakikisha kuna uwazi kwa jambo lolote lile ambalo linafanyika katika taifa la Tanzania, na kunogesha uchumi na kuendesha miradi ya maendeleo ili kufanikisha Watanzania wote, kwa sababu kuna wale ambao wanafanya biashara, wanatoka eneo moja kuelekea eneo lingine. Kile ambacho wanahitaji ni maendeleo, ujenzi wa barabara hapa na pale. Kwa hivyo tunawaombea mema wa Tanzania ndugu zetu, kuhakikisha ya kwamba amani imeweza kudumishwa kila sehemu. Ikumbuke kwamba polisi waliweza kufutilia mbali na kupiga marufuku mambo ya maandamano kushuhudiwa katika taifa la Tanzania. What do you think? Kufikia hapo mpenzi mtazamaji, ndipo natia kikomo kwa uchanganuzi wa masuala haya ya kisiasa. Tukutane katika kanda ambayo nitaitengeneza hapo baadaye. If you have not subscribed to our YouTube channel, I'm requesting you to consider subscribing by smashing the subscribe button at this down here. Once you are done, remember to turn on the notification bell so that the moment we upload a video clip, you'll be notified automatically that Omo Kenya TV has uploaded the video clip to watch. Remember to share our content always to other WhatsApp group and even on Facebook. That is the only way we can continue building this channel of ours, Omo Kenya TV. Be blessed by our super being lives and have. Let's meet in the next video. Bye bye.